ya South Sudan katika mashindano haya ya Sekafa ambayo yanaendelea hapa katika uwanja wa Azam Complex Chamazi kwa mwaka huu hapa wa 2025. Mbele yenu ni kocha mkuu wa timu ya taifa ya Burundi, kocha Alan Olivier. Tutakwenda kuzungumza ni kwa namna gani mchezo ameuona siku ya leo na kipi ambacho kimemfanya yeye aweze kupoteza katika mchezo wa leo. Coach, karibu. Asante. Kwa kweli nikiangalia mchezo wa leo ulikuwa mchezo mzuri kwa mbaya. Chenye nimeona kimefanya tupoteze. Unaona wachezaji wangu tumefika sana mbele ya goli lakini tukuweza kufunga, tukashindwa goli nyingi. Na wachezaji wanawake wakishashindwa mingi wanapoteza ile motivation. Naona pakubwa ndio hicho kimetuma tunafungwa, na kingine unaona wakishapigwa goli 3 tunapigwa goli 6. Ile moral ya kufunga kusudi rudie ni vigumu. Nyingine kazi ya kwanza tena. Nasema congratulations kwa timu ya Sudan, imenishtua kabisa, physical wako sawa na wakiendelea hivi. Nimesikia kwanza ni junior team watuweza kufika. Ya pengine coach, malengo ambayo mlikuwa mmejiwekea katika mashindano haya ya Sekafa mmeyafikia kwa kiasi fulani? Mimi malengo yangu nimeyafikia juu nimejaribu kumix wachezaji. Lakini nikaanza mazoezi nyuma gisi nilivyosema nianze ile wiki ya safari. Nikakuja kwa gari kutoka Burundi, naona mchoko ulikuwa mingi, lakini sio kusema ndio maana nilifungwa. Na wachezaji wangu moral hawakuwa vizuri, walikuwa wanajua kama wanakuja kutembea kufanya nini. Ndio maana naona kama wakati tulianza tukafunga Uganda, baadaye tukapigwa 4 na Kenya, tukapigwa 6 na Tanzania. Kiwango chao kilienda kinashuka sana. Ndio maana leo hawakuwa na ile confident. Kwa hivyo mbele ya goli ya team goli sio jua wajuu. Ile confident ni psychology inafaa mchezaji awe vizuri. Lakini ndio hivyo tena nitajaribu kwa mazoezi niendelee kutumika, niweze kutumika sana mbele ya goli. Naona washinda goli mengi na nina uhakika tunaweza tukafika kwenye malengo yetu tunafikia. Kwa Sekafa kwa mwaka huu wa 2025 umeyaonaje ukilinganisha na mashindano mengine ambayo yamepita? Ukiangalia mashindano haya yalikuwa mashindano mazuri. Kila mashindano inakuja kama uko kocha unaenda nyumbani unasema nimeona wengine wa Tanzania wako hivi, wa Kenya wako hivi, na mimi acha ni work kwa hiki kitu. Jua nikasema mashindano yanasaidia, ni mechi kwa inchi na inchi, na inasaidia tena psychology ya wachezaji. Wanakuwa wanasemaga mchezaji kwa kusudi awe mzuri inafaa awe na mechi nyingi mwenyewe. Ndio uzoefu wa kucheza mpira, ndio atakabali. Naweza kusema nimepata nafasi nzuri tena za kufunga, lakini haikuwezekana. Ni ile psychology ya wachezaji wangu, sisi waenda wanafunga. Ndio tuko na goli moja tumefunga mechi ya Uganda. Ndio naona ilikuwa basi wakati nimepigwa ile psychology katemka, wakati nimepigwa siti kazidi kutemka. Sasa hii nitakupandisha, lakini nafasi ya kufunga ilikuwa, lakini sikuweza kufunga. Jua nini? Wachezaji tulikuwa hawana confidence yao. Lakini ni wakati juu mchezaji leo iko hivi, kesho iko hivi, lakini tukitika kutumika tena tunashipatia muda wa kutumika, hamna shida chochote tunaweza kufanya. Swali lingine, sema kweli sijapigwa na timu zote, nimefunga kwanza timu ya Uganda na timu haikuwa mbaya. Ndio nisema wakati wa mazoezi wangu hakuwa mzuri. Nimefanya wiki moja nikakamata basi kuja hapa ni 1500 meters kutoka Bujumbura mbali, na wasichana ndio hivyo tena. Siwezi kusema kama wana nguvu, lakini wana nguvu za mwanaume. Kumbe sasa hiyo yote inachangia kwa kusudi mpoteze mechi. Lakini kiangalia mechi ya kwanza nimefunga, mechi ya pili nilikuja kupigwa hivi, mechi ya tatu nikapigwa 6. Hii mechi ilikuwa ngumu juu ukishapigwa goli za hivyo, yani hauna tena ile moral ya kufunga mabao. Ndio waweza kuimechangia. Siwezi kusema kama enjoy imefanya nipoteze hizo match, lakini inaweza kuwa kuchanga kwa kusudi nisifike kwenye nitafika.